Ningependa kutilia mkazo yafuatayo. Kwanza, Yesu anasali. Katika saa yake ya mahangaiko na mateso anasali. Wewe katika vipindi vyako vigumu unafanya nini? Unakimbilia kwa manabii wa uongo? Unakimbilia kwa waganga au unamtumainia Mungu? Sala, ndugu zangu, unaweza kadhani kwamba ni jambo linalowahusu wanadamu tu, lakini ukielewa maana ya sala utaelewa na kuzingatia kwa nini Yesu alisali. Kimsingi, sala ni tendo la mawasiliano. Anayesali anawasiliana na Mungu. Sala pia ni tendo au fursa ya kujiaminisha. Anayesali anajiaminisha kwa Mungu. Tatu, sala ni tendo la kuwa tayari kuyakumbatia na kuyatekeleza mapenzi ya Mungu. Yesu aliyesali ni mwana wa Mungu, na kwa akili na hulka yake daima amekuwa na mawasiliano na Mungu Baba yake. Hata wakati wa majaribu, hata wakati wa mateso, Yesu amefungamana na Baba yake. Ndugu zangu, tujifunze kwa Yesu Masiha, Bwana na Mwokozi wetu, kujenga mazoea, utamaduni na utayari wa kuwa na mawasiliano hai na Mungu, kuwa na utayari wa kujikabidhi kwa Mungu na kujiaminisha kwake katika hali zote za maisha yetu. Kwa hiyo usipoteze muda kukimbilia kwa manabii wa uongo. Usipoteze muda kukimbilia kwa waganga. Usipoteze muda kukimbilia kwa huyu au yule. Mungu peke yake ndiye kimbilio na tegemeo lako.